Akitoka anakuja. Sasa unapoona ama kusikia aina ya tunda la tufaa ama kwa kizungu wanaita apple, kwenye akili yako kwa haraka haraka unawaza nini? Apple. Apple ni kwa akili ya haraka haraka. Nimekumbuka Waziri Bashe wakati amezuia baada ya vile vikwazo vya kibiashara baina ya South Africa sawa na Tanzania, na hapa kazuia vile Tanzania kuingiza apple nchini. Kwa nimekumbuka hicho kwa haraka zaidi. Sawa, wapo ambao wakiona tunda aina ya apple huwa baadhi yao hufikiria kwenye mapenzi. Hilo pia lilikuwa limeshakuja, ile nikatanguliza hili kwanza. Kalikwepesha kidogo. Nikaona huu mtego unajua unakwepa kidogo kwanza hivi. Afu anayekuja anakujaje? Afa kija kama wewe, waambie hela mimi nilikuwa hivyo. Ni kwa nini tunakuwa tunafikiria kwa upande huo wa mapenzi, na sio kwamba labda apple lipo kwa ajili ya kuimarisha afya zetu, kufanya miili yetu ikae sawa, kufanya masuala ya kama kisukari kimepanda ipunguze athari za kisukari, na tunakimbilia sana huku kwenye mahusiano. Na hilo limemkuta binti moja dukani juzi tu hapa. Imeenda dukani kuchukua bidhaa zangu. Binti kafika dukani akawa amenunua apple. Msichana yule baada ya kununua apple akaomba na bahasha. Naomba bahasha. Ile anageuka hivi, mama mmoja mtu mzima yupo nyuma yake. Akamwambia, "Wewe Amina, umeanza hiyo michezo alikuwa anaitwa Amina? Hapo amenipiga. Hiyo Amina imetumia kama mfano. Kwamba unaona tafsiri kama hiyo ya huyo mama kwamba ameanza hiyo michezo. Maana kwamba kwenye ile apple maana kapeleka zawadi kwa mpenzi wake. Na sio mpenzi tu, mpenzi aina ama jinsia ya kiume. Bwana kweli. Sawa, kwa mkoa wa Dodoma tunaelekea kurahisishiwa sasa upatikanaji wa tunda hili. Sio penzi Freddy. Tunaenda kurahisishiwa huko kwenye mapenzi sasa hivi. Tuingie sasa kwenye biashara. Tunaelekea kurahisishiwa upatikanaji wa haya matunda ya apple ama tufaa. Sasa tumeingia kwenye biashara au kwenye kilimo biashara. Sawa mkulima. Sawa. Na kwa namna hii sasa mkoa wa Dodoma umedhamiria kuanzisha kilimo biashara cha zao hili la tufaa. Asa ukisema tufaa unawaacha wengi sana. Sema Dodoma imedhamiria kuanzisha kilimo cha apple. Si ndio maana upo Freddy? Nikitoka huko kuzungumza kikwetu unaleta Kiswahili. Ili tuweze kwenda sawa. Ama unasemaje hapo? Tuko sawa. Na kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, kutokana na utafiti ambao umefanywa, inavyoonekana katika ardhi ya mkoa wa Dodoma, zao hili linawezekana kustawi, kukua. Yani mpaka tukafikia ile hatua ya kufanya biashara kubwa kabisa ya apple ama matufaa. Na haya yote yanatokana baada ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kutembelea shamba darasa lililopo eneo la Chinangali tu kule wilayani Chamwino. Sasa hapa nazungumzia Chamwino ile Chamwino ya Ikulu. Sio ya huku. ambalo shamba hilo linazalisha matunda haya ya matufaa ama apple mkoani hapa. Nzuri sana. Tumekuja hapa, tumeangalia mashamba ya mfano ambao wenzetu wametuambia haya ni yale tu yaliyofanywa tafiti, lakini tumekuja hapa pia tumeona aina mbalimbali za miche. Tumejifunza miche gani inafaa kwa Dodoma, lakini tumejifunza pia umuhimu wa hili tunda na faida zake za kiuchumi. Na kwa hiyo tumetoka hapa tumejihamasisha, yani tumehamasika na tumepata ari kuwa kumbe mawazo yetu yanaweza yakawa ni mapinduzi ya kiuchumi kwa wananchi wa Dodoma, hasa uchumi mwananchi mmoja. Kwa hiyo tumetoka hapa na maazimio makubwa manne hivi. La kwanza tumekubaliana kuwa zao la tunda hili la tufaa au apple liwe ni kati ya mazao